ni ngumu watu wengi kukiri kuwa wana msongo wa mawazo, lakini kwa siku ya leo nahitaji nishie na wewe makundi makuu matano ambayo yanadhihirisha dalili ambazo zinaweza kubainisha kwamba wewe una msongo wa mawazo. Tukianza na dalili za kundi la kwanza, ni dalili za kimwili. Hii ni ile hali ya mtu kuwa na uchovu wa mara kwa mara, hali ya kuwa hajafanya kazi ambazo ni nzito sana. Lakini ni ile hali ya mtu kuwa na usingizi wa mara kwa mara, au mtu kulala kupitiliza. Unajikuta yani akilala kidogo tu unajikuta analala masaa mengi sana. Wakati mwingine unajikuta kwamba mapigo ya moyo yanakuwa yanaenda kasi sana, aliyakuwa hajafanya kazi ambayo inasababisha mapigo hayo kwenda kasi sana. Lakini baada ya hapo misuli yake hasa ya shingo na mabega kuwa vinakaza mara kwa mara, ni moja ya dalili pia za kuwa una msongo wa mawazo wa muda mrefu. Kundi la pili ni dalili za kitabia. Hapa ni pale ambapo unakuta mtu ana tabia ya kula mara kwa mara, ama wakati mwingine hana hamu ya kula chakula. Wakati mwingine unakuta ni mtu ambaye anakunywa pombe sana, akihisi kwamba pombe ndio itaenda kumweka sawa. Wakati mwingine anakuwa anavuta sigara mara kwa mara, akihisi kwamba labda yeye akivuta sigara ndio mwili wake utakaa fresh. Lakini hizo ni moja ya ishara kwamba wewe una msongo wa mawazo wa muda mrefu. Tukienda kundi la tatu, ni dalili za kihisia. Manake hapa tunazungumzia ile hali ya mtu kuwa na wasiwasi, kuwa na huzuni, kuwa na hasira mara kwa mara. Unakuta mtu ni mpweke. Ni moja ya ishara kwamba wewe una dalili za msongo wa mawazo. Lakini kundi la nne ni dalili za kiakili. Manake hii ni ile hali ya mtu kuweza kuzingatia jambo moja kwa muda mrefu. Kidogo tu umefanya jambo kidogo, umetoka kwenye mstari. Huwezi ukafocus na jambo moja kwa muda mrefu. Unajikuta kwamba unafikiria jambo moja kwa muda mrefu sana, overthinking. Lakini baada ya hapo unajikuta kwamba wewe kufanya maamuzi unachukua muda mrefu sana. Jambo ulifikiria kwa muda mrefu, lakini kufanya maamuzi inakuwa ni ngumu. Ni moja dalili pia. Lakini kundi la tano kabisa ni dalili za kijamii. Hii ni ile hali ya mtu kutokuwa na hamu ya kushirikiana, ya kushiriki shughuli za kijamii. Mtu kutokuwa na hamu ya kufanya mawasiliano na watu wengine, hali ya kuwa hana sababu za msingi kabisa. Lakini baada ya hapo ni ile hali ya mtu kuwa na migogoro ya mara kwa mara na wanajamii, hali ya kuwa hakuna sababu za msingi. Hii ni kwa sababu ni kwa sababu ni mtu ambaye mara kwa mara anakuwa na hasira za hapa na pale. Kwa kitu kidogo tu unajikuta kwamba amechukulia personal. Kwa sababu hiyo, unapoona dalili hizi, hakikisha unachukua hatua madhubuti, kwa sababu msongo wa mawazo wa muda mrefu una uwezo wa kuharibu afya yako taratibu na kuongeza hatari ya magonjwa kama ya moyo na kadhalika. Kwa usisite kufollow page hii kwa video itakayofuata, kwa sababu nitazungumzia vyanzo vikuu vya msongo wa mawazo wa muda mrefu.